Punguza sauti, kuna jambo jeusi. Nadhani comment unaiona hapo. Tunaulizwa ya kwamba ukifanya ile njia ya kukunguta au kumwagia nje wakati wa mshindo kwa mwanaume, withdrawal method, je, inaweza ikasababisha mtu apate ujauzito? Hususani kile kipindi ambacho unakuwa umeshaamini kwamba mbegu zimeshatoka, lakini kuna mazingira ambayo mbegu zinakuwa zimebakia. Iko hivi, usichokujua ni kwamba success rate ya njia hii ya uzazi wa mpango ni chini ya 90%, na kwa takwimu nyepesi ni kwamba katika kila wanawake 10 basi ni wanawake 7 au 8 ndio ambao hawapati mimba wasizotarajia wakitumia njia hii kwa mfululizo wa mwaka mmoja. Kwa maana hiyo efficiency au mafanikio ya njia hii inaongezeka pindi ambapo njia hii inatumika na njia nyingine ya kalenda. Ndio maana tunahitaji ushirikiano kwenye njia kama hii. Lazima mwanamke afahamu mzunguko wake wa hedhi, kama kwa kushirikiana na mwanaume, wapeane taarifa, ajue siku gani asiingie, siku gani aingie, ili kusudi anapofanya mess up au zile baadhi ya mbegu ambazo zinasalia zisije kuleta shida. Kitu kingine cha muhimu ni kwamba wakati kabla mwanaume hajafika mshindo huwa kuna majimaji yanatoka, hususan ukiwa na mwanadamu mwanamke kwa muda mrefu. Ile majimaji yanaweza yakatoka na baadhi ya mbegu. Kwa hiyo unaweza kuwa unasubiri mshindo ndio utoe nje, lakini tayari kuna mbegu ilipenya. So ukikuta siku ambayo mwanamke yuko fertile, maana yake ni mimba hiyo. Lakini pia inawezekana baada ya tendo wewe umeshamaliza ukataka kurudia raundi ya pili, hujaenda hujakojoa, hujajisafisha, so inawezekana pia kuna mbegu ilisalia ambayo ilikuwa hai kwenye ile njia ya mkojo. Kwa maana yake nayo naenda naiweka. Kwa hiyo bado inategemea sana na ushirikiano, kwa maana ya kwamba mwanamke na mwanaume washirikiane. Zile siku ambazo inaaminika ya kwamba mwanamke anapata ujauzito, hususan zile siku 2 au 1 kabla ya ovulation au siku yenyewe ya ovulation, basi wapumzike. Ikiwezekana zile siku zote za hatari, basi wapumzike, wasishiriki kabisa. Lakini kama inakuwa ngumu, wanaweza wakatumia, lakini wawe makini na wawe tayari kwa lolote. Ni miongoni mwa njia za uzazi wa mpango ambazo zinapendwa na wanaume wengi, kwa sababu watu wengi wanachukia sana issue ya condom, wanachukia sana issue za njia nyingine, hususan zinapokuja zile njia za kutumia hormone kwa wanawake. Kwa hiyo njia hii inahitajika, lakini mwanaume anahitajika kuwa na nidhamu sana. Ukifanya masiara kidogo tu una mess up. Tulishaelekezana nini ufanye ili usikose au uwe makini kwenye njia hii na upate matokeo unayoyahitaji. Sasa nakuuliza swali rafiki. Wewe unatumia njia gani ya uzazi wa mpango? Mmekubaliana mtumie njia ipi? Ukiandika kwenye comment utamtia nguvu mwenzako ambaye anaogopa kuhusiana na family planning. Kisha makala na rafiki utakometisha. Na hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.